wa chama mkoa wa Kaskazini A, ndugu mwenyekiti wa ngome ya vijana ya mkoa ambaye ndiye mwenyeji wetu, ndio lotukaribisha, ndugu viongozi mbalimbali tuliopo, wazee wetu, mashehe wetu, walimu wetu, akina mama, vijana, watoto wetu, na sote tuliopo kwa pamoja, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwa kutujalia tukafunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na tukaukamilisha, na jana tukaingia katika siku ya Eid na tunaendelea nayo. Tumshukuru sana kwa fadhila hizo Mwenyezi Mungu ambazo ametujalia. La pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa washukuru viongozi wetu hawa kwa kuandaa jambo hili, lakini kwa namna ya kipekee naomba niwashukuru nyote, wazee, vijana, watoto wetu, akina baba na akina mama, kwa kushiriki katika shughuli yetu hii. Nashukuru kwa dhati kabisa kwa sababu leo tunaendelea na siku ya furaha. Hata wale ambao wameanza na sita Shawwal bado wanafunga wakiwa na furaha, kwa sababu tunaadhimisha, tunafurahia lile jambo kubwa ambalo Mwenyezi Mungu alitupa, nalo ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mimi niwashukuru nyote kwa pamoja, niwashukuru kwa hili jambo ambalo mmeliandaa, kwa sababu ni jambo la kuendeleza mila, ada na desturi zetu, ambazo njia peke yake na nzuri zaidi ya kuzirithisha na kuzipeleka kwa wanaokuja baada yetu ni kwa kupitia shughuli kama hizi. Sasa kwamba mnaziendeleza ni jambo muhimu sana, kwa sababu nchi na watu si idadi yao, si ukubwa wa ardhi yao, lakini ni alama zao ambazo ni njema. Na alama zao njema ni pamoja na nyendo zao ambazo wameweza kuzirithisha kwa wanaokuja baada yao. Ukiona kwamba una jamii ambayo haijui alama zake, ni sawa sana kuwa na udugu ambao hawajuani ndugu nani ni nani, nani ni nani. Kama hamzijui alama zenu, hamzijui akhlaki zenu, hamjui desturi zenu, basi nyinyi ni kwa sababu tu, si neno zuri kutumia, lakini watu wa namna hiyo wanakuwa kama vile wamekosa tu mchunga. Lakini wao na viumbe wengine wasiokuwa binadamu, sijui kama kutakuwa na tofauti. Kinachotufanya tuwe binadamu ambao tumepewa daraja na Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya kushikana na desturi zetu, alama zetu, akhlaki zetu za kibinadamu, na ambazo kwa Waislamu Mwenyezi Mungu ametuwekea kwanza katika kitabu chake ambacho ametuteremshia cha Qur'ani tukufu, akatuteremshia na mwalimu na wasaidizi wake, mwalimu ambaye kamweka kwamba ni mtukufu wa daraja, akawateremsha na wengine watukufu wengine ambao wameendeleza kazi hii, wakiwemo wazuoni. Kwa hivyo yote haya kwamba tunayaendeleza
Mwenyezi Mungu katuwekea hili kwamba tuyaendeleze haya ili tuwe tofauti na viumbe wengine ambao Mwenyezi Mungu amewaumba. Lakini kubwa zaidi katika hili ni kwamba kuweka utaratibu huu kwa ajili ya kuadhimisha kukamilisha kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika namna ambayo ni nzuri, namna ambayo ni njema. Hili ni jambo muhimu sana. Kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu katuwekea mambo mengi sana. Katuwekea hakika fadhila nyingi sana. Na fadhila hizi ni sehemu ambayo kama tutashikana nazo basi hatuna sababu ya kuharibikia. Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwanza kateremsha kitabu chake kitukufu hichi, na katuwekea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tushikamane nacho, tujikumbushe zaidi, kwa sababu pia yeye mwenyewe katupa ushahidi kwamba tutaharibikiwa pale ambapo hatutashikamana na Qur'ani tukufu. Hayo ndio mashtaka ambayo hata mtume wetu pamoja na kutuombea, lakini kama kuna jambo litamsononesha, kuna jambo ambalo mfano wake atakwenda kutushtaki, basi ni kwa sababu ya kuachana na Qur'ani tukufu. Sasa Mwenyezi Mungu hakututeremshia halafu akatuachia, lakini katuteremshia halafu katupa na fursa nyingi ya kukikumbuka, ya kukiendeleza. Na moja fursa hiyo kubwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba huu ni mwezi wa Qur'ani. Tusiposhikamana nacho ni kwa sababu sisi wenyewe tumejisahau. Kwa hivyo mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo kubwa sana, jambo kubwa sana. Lakini la pili, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu katuwekea namna aina ya peke yake ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuharibikiwa kwetu tunaharibikiwa kwa sababu ya kumsahau Mwenyezi Mungu. Kama tunamkumbuka Mwenyezi Mungu, hatuna sababu ya kumsahau, hatuna sababu ya kuharibikiwa. Lakini ukiona watu wameharibikiwa ni kwa sababu wamemsahau Mwenyezi Mungu. Wamechukua wao dunia wakaiweka mbele, wamechukua wao matamanio yao wakayaweka mbele, ndio sababu ya kuharibikiwa. Na ndio maana utakuta kwenye Qur'ani tukufu tumesomewa hapa Suratul Waqiah, Mwenyezi Mungu kubwa ukiangalia katukumbusha fadhila zake juu yetu binadamu kwenye mambo mbalimbali. Katukumbusha tokea tulivyoumbwa kwamba sisi tunajiona ni wewe unajiita baba, lakini hiyo mbegu ya kuwa baba unaikuza wewe. Ndio anavyotuuliza Mwenyezi Mungu kwenye Suratul Waqiah, au si moja, kwamba wewe ukishakuiweka unafanya lipi? Anayekuza akawa binadamu ni Mwenyezi Mungu. Tunatafuta chakula, si ndio? Tunakwenda mabondeni, tunakwenda makondeni kulima, lakini anayekikuza tukapata chakula ni sisi. Zaidi ya kukipanda ni fadhila zake Mwenyezi Mungu. Lakini katukumbusha hata jambo kubwa la msingi, tuyatazame maji tunayokunywa, hivi tumeyateremsha sisi? Mwenyewe anatuambia ingeyafanya yote ya maji ni ya chumvi, tungeishi vipi?
Haya natuambia kwenye surati Waqiah. Katuuliza mambo mengi ili tupate kumkumbuka. Na ndio maana kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kweli ukiisoma Qur'ani ukaizingatia, wewe utakuwa binadamu, utakuwa kiumbe mwema, kwa sababu utapata kuyatafakari yale ambayo umeyasahau juu ya Mwenyezi Mungu. Lakini tumesomewa pia hapa surati Shams, Mwenyezi Mungu moja aliloapa na kwenye surati Shams kaapa na nafsi ya binadamu, wa nafsi wa masawa, kwamba kaiumba, kainyosha, lakini hakuiwacha hapo, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Lakini katuonya kwamba kaifunza lipi la kheri, lipi la shari, ipi njia nzuri, ipi njia baya. Lakini katuambia, katupa hukumu kwamba mimi nishawafanyia haya, lakini mjue hii nafsi pia ndio inaweza ikawa adui yenu. Katukumbusha, si ndio? Kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Alokuwa hii nafsi yake itaongoka, atainyoosha, basi huyu atafanikiwa. Au sivyo walivyotuambia jamani? Na alokuwa nafsi yake ataiachia, nafsi yake hatoiongoza, akaiacha ikaharibika, basi huyu naye kaharibikiwa. Haya yote ni mambo Mwenyezi Mungu katupa kwenye Qur'ani yake tukufu, ambayo katusisitiza tuisome katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukiachia hilo, tunalolipata moja kubwa, ndio wakati ambao tunaacha vitu vya halali, si ndivyo? Tukiwa peke yetu, hakuna anayetuona, vitu tunavipenda, lakini tunaviacha kwa sababu gani? Kwa sababu tunaogopa Mwenyezi Mungu katuambia tusivitumie mchana. Si kwamba ni haramu, si kwamba hatuna nafasi ya kula tusionekane au kuvitumia tusionekane, lakini tunaviacha kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu yupo, atatuona, atatuona Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaviacha. Ni kuna wakati gani ambao tunapata ile yakina sadika, kumwamini Mwenyezi Mungu kwa kweli, zaidi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ajabu ni kwamba tukitoka mwezi mtukufu wa Ramadhani, haya tunakwenda kuyasahau. Sasa mimi naomba niseme jambo moja ambalo tumelizungumza hapa, maana na muda wetu nao unatukimbia vile vile. Tumeuona mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wa mwaka huu, sijui kama na wenzangu na nyinyi mliuona, lakini nilipouona mimi mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ulikuwa na neema moja kubwa sana. Ulikuwa na neema ya viongozi wote wakubwa kushikamana na ya kheri. Tumeona viongozi wote wakubwa wakishiriki kuwa pamoja na wananchi, kufutari nao, kusali nao, na kila waliposimama kuhimiza amani katika nchi. Au jamani, nyie hamkuwaona? Kuna wengine wamepata fursa, wamekwenda mpaka umra, viongozi wetu. Mengi yametokea ya kheri kuonesha kwamba
alhamdulillah kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mbali ya wananchi na viongozi tumetanaba kwamba tutumie mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuimarisha imani zetu na imani za tunaowaongoza. Sasa hili jambo la kheri kweli kweli. Tuombe Mungu, tumuombe Mwenyezi Mungu kwamba haya tuliyoyaona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani basi yaendelee baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni dua muhimu tuiombe. Kama haya tuliyoyaona, mshikamano wetu wa pamoja kwetu, kila mmoja, kila kiongozi kuhimiza kheri, kuhimiza amani, basi Mwenyezi Mungu ajalie kwamba haya tuendelee nayo baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu tukiendelea nayo, jamani, tutakuwa na wasiwasi gani? Na tutakuwa na wasiwasi gani ya kwamba tutakuwa na wasiwasi gani na uchaguzi? Tuombe tumoja kwamba yale yaliyokuwa makosa yaliyofanyika kabla ya Ramadhani kuhusiana na huu uchaguzi, basi kwa baraka za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu ajalie wale wenye mamlaka ya kuyarekebisha waende wakayarekebisha, ili tukichanganya hayo basi tuweze kuishi kwa amani, tuishi kwa salama, tuishi kwa upendo. Kwa sababu tukitazama leo ni ajabu katika nchi hii kwamba kila mmoja ana wasiwasi. Maana tumesikia hata viongozi wana wasiwasi, au vipi? Kwamba tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tupite kwa salama, tusivunje amani, au sivyo? Viongozi simesikia kwamba nao walikuwa na wasiwasi. Wewe mwananchi wa kawaida una wasiwasi. Sasa swala tu, nani anamuogopa nani? Nani mvunja amani? Nani mharibifu? Ili madam tuko pamoja, tushirikiane, huyu ndio tumshughulikie, au vipi? Maana sote, kila mtu ana wasiwasi. Mwananchi una wasiwasi, kiongozi ana wasiwasi, kiongozi anaomba kwa Mwenyezi Mungu, mwananchi unaomba kwa Mwenyezi Mungu kwamba tufanye nini? Tupite kwa amani. Lakini miaka hii minne, jamani, kuna mwananchi aliovunja amani? Naam. Kuna vurugu iliyotokea. Tuna wasiwasi gani? Maana uchaguzi ni jambo dogo. Uchaguzi maana yake ni kusema kwamba bwana tunamtaka Nasoro Madai ndio atuongoze. Bwana Mcha pumzika, au si ndio maana yake? Au tunamtaka Bwana Mcha kama tulivyofanya huko nyuma, alhamdulillah, wewe pumzika, kwa sababu huendi kuendesha yako, unaendesha kwenda kuendesha ya watu, unaenda kuendesha ya nchi. Sasa hapo ugomvi utokee wapi? Kwa sababu hichi unachotaka kwenda kukiendesha, hichi si cha shangazi yake mtu, wala si cha mjomba wake mtu, au sivyo? Ni cha watu wote. Pengine tatizo linaanza pale anapokuwa kuna mmoja anafikiria kwamba hichi ambacho kapewa dhamana ya kukiongoza ni chake, au ni cha ukoo wake, au cha familia yake, au cha kikundi chake. Nadhani hapo ndio tatizo linapoanza. Lakini ikiwa mimi nataka kuongoza ya watu wamesema tulikupa fursa, tumekupima, tunaona
hutoshi kwa safari yetu hii. Sasa unapigana, unagombana na watu vipi? Umepewa biashara ya watu kuendelea, hutaki kuleta hesabu. Shida hii au vipi jamani? Maana haya mambo mimi kwa hakika yananipa shida kuyafahamu. Wapo wamekupa jamani, genge letu hili liendeshe, duka letu hili liendeshe. Tutakuja kukuuliza baada ya miaka 5 utuletee hesabu. Wewe unakuja unasema kwamba hutaki uhesabiwe. Mungu hakuweka hivyo. Mungu kakupa amana, utakwenda kuhesabiwa. Sababu ya kwenda kuingizwa sisi motoni au peponi ni kwa sababu Mungu alitupa amana ya akili. Alikuwa hakupewa akili, una habari au vipi? Kwa sababu inahukumiwa ni akili, si ndio? Ndio nafsi inahukumiwa, ni nafsi. Maana Mungu ndo alionyoosha, kaambia pita huku, wewe ukisema upite huku. Sasa ndio mambo ya nchi yanavyokwenda. Kwa hiyo mimi nasema kwamba tusipate shida sana, maana huyu amani tunamtafuta kama kwamba amani ni rahisi. Maana tumekuwa nayo miaka hii 4 au vipi jamani? Pamoja na mapito magumu tuliyopita, lakini ipo. Sasa amani wanaotafuta wengine mimi sijui, labda wenzangu wazee wanungwi mtanisaidia. Lakini amani ni kwamba umepewa dhamana, na ndio utaratibu wetu wa kupeana dhamana. Edesha ya watu, imefika wakati watu kupima, watu wapate haki yao ya kupima. Ukiwanyima watu haki yao ya kukupima, sasa unataka kuwaibia au vipi? Maana wizi si jambo kubwa. Wizi ni kutokufuata utaratibu tu. Tumekupa biashara yetu tuendeshe, tunataka hesabu, wewe hutaki tufanye hesabu. Unasema wewe bwana humo, simo leo. Wewe nikuzuie wewe usiwemo katika kukuhesabu. Bwana, na mimi mrithi, ukifanya hata hesabu ya Mwenyezi Mungu, na mimi nimo katika warithi. Simo vipi katika kutaka kujua hesabu? Unamtafuta mtu asiyehusika na mali ile, unasema huyu ndio yeye atakuja kushiriki katika kufanya hesabu. Jamani, huo inaitwaje? Si wizi? Sasa ukitaka wizi halafu ukaenda kuhubiri amani, hayo ya hawaishi nyumba moja. Amani na mwizi hawaishi, hawajawahi. Mungu hajaumba hivyo au vipi? Hawa askari wapo kutafuta amani katika nchi, na ndio maana mgomvi wao mkubwa ni mwizi, au sivyo? Mgomvi wao mkubwa ni mwizi, kwa sababu mwizi ndio mvunjaji wa amani wa mwanzo kwenye nchi. Sasa haya ndio tunayosema kwamba alhamdulillah, Ramadhani hii Mwenyezi Mungu katuletea ibra kwamba kumbe sote kwa pamoja tunataka amani. Sote kwa pamoja tunamkumbuka Mwenyezi Mungu. Sote kwa pamoja tunataka nchi hii tupite uchaguzi mkuu kwa salama. Kwa hivyo mimi niombe la kwanza kwamba sote tumuombe Mwenyezi Mungu. Wakati ule wa Ramadhani nilikuwa naambia wenzangu, tusiwakatie tamaa. Hata wale tunaowaona hawajioki kwa Mwenyezi Mungu, akitaka kumuongoa yoyote, au sio? Sasa labda hii dalili tulioiona Ramadhani
Mwenyezi Mungu ajalie idumu baada ya Ramadhani. Lakini tutayaona, maana sisi kwenye chama chetu tumekusudia baada ya Ramadhani tukayaonesha yale yote ambayo ni makosa. Tushayaonesha kwa miaka 4 hayajafanywa kazi, lakini kwa sababu Ramadhani hii imeleta neema ya kwamba kumbe sote tunataka amani, tutakwenda kuyaonesha tena kwamba kuna watu 21,000 hawakupewa zanaidi, hawakuingizwa kwenye kuja kuwahesabu. Haya tutakwenda kuyasema, au sivyo? Maana Ramadhani imetuonesha kwamba kumbe kila mtu anataka amani. Sasa amani itapatikana kwa njia hii, aliyokuwa na haki yake apate haki yake. Au jamani, hilo ni kubwa. Kama ni kubwa hilo gumu kuliomba, kulisema, mniambie hapa Nungu kwamba hilo sende kuliomba, na hilo halitojenga amani. Watu wa Nungu, niambie. Tunalo kwenda kuliomba pia jengine, kwamba kuna watu 82,000 walitolewa kwenye daftari 2020 kinyume na utaratibu sharia inavyosema ya uchaguzi, na utaratibu uliotumika kuwatoa sio sawa. Mmoja katika wale waliotolewa ilikuwa mimi. Niliona ilibidi nikaandikishe tena upya, wakati mimi nimeanza kupiga kura toka mwaka 95 nilikuwa katibu mkuu, ambayo yote tume ya uchaguzi ilikuwa chini yangu kama katibu mkuu. 2000 uchaguzi ulipoharibika pia nilikuwa katibu mkuu, ambaye tume ya uchaguzi ilikuwa chini yangu, na mimi na mzee Abdrahmani Mwinyembegu ndio tukaitwa kwa Mkapa kwenda kueleza uchaguzi wa marudio utafanyika lini wa majimbo 16. Ndio tulioitwa, tuletwa ndege ya serikali, tukaitwa Dar es Salaam twende tukatoe taarifa, mimi na mzee Abdrahmani Mwinyembegu aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Sasa lakini leo naambiwa simo kwenye daftari, umetolewa kwa sababu sasa hili limekuwa sijui daftari gani la kudumu, ikiwa kila baada ya muda kuna watu wanatolewa hawana habari, hawajaambiwa wala hawajaulizwa mpo hampo. Lakini kuna watu ambao hawastahiki zaidi ya 60,000 wamepewa zanaidi, walioandikishwa ndio tumo tunafanya hesabu. Tutakwenda kusema, maana hiyo si ndio misingi ya kujenga haki? Aliyemo asiingie, si ndio? Wengine hawa shemegi zetu, wakwe zetu, lakini mkwe shemegi harisi asubiri tumpe, tumgaie tutakacho mgaia, au sivyo jamani? Lakini tukimchukua mkwe, tukamchukua na shemegi, tukamuingiza kwenye mirathi, hapo tunavunja amani, au sivyo? Sasa haya ni mambo ambayo tunasema tutakwenda kuyakumbushia tena, kuyaeleza tena, ili kujenga misingi ya amani ya kweli. Maana mama wa amani ni haki, si ndio? Sasa tutakwenda kuyaona hayo. Tuombe Mungu kwamba tuliyaona Ramadhani tuyaone katika pia baada ya Ramadhani, tuone kama kweli wenzetu wanataka amani ya kweli, na inshallah Mwenyezi Mungu awaongoze katika haya. Lakini la mwisho naomba niwakumbushe, maana wengine tumezoea kuambiwa kwamba tusitoe nchi, hatutoe nini. Sasa kauli hizo zinavunja amani. Sisi tunauliza,
tukibadilishana, tumefanya uchaguzi, wananchi wamesema kwamba hawa ndio waongoze serikali. Serikali wanaipeleka wapi? Jamani, maana wengine wanaambizana huko kwamba tusitoe nchi, sijui tusitoe serikali, hatuitoi. Huyu mwingine akishakuipata yeye anaipeleka wapi? Jamani, nyie mna wasiwasi kwamba itaondoka, itapelekwa wapi? Mimi na shemeji wala mjomba nje ya Zanzibar hii, na wenzangu wote ni hapa hapa. Asokuwa Wanungu, atakuwa Wacharao, atakuwa Ukongorodi, atakuwa Wakizimkazi, atakuwa Wachokocho. Sasa serikali wanaipeleka wapi? Mimi naomba niwakumbushe na naomba tushikamane na hili. Sisi kauli yetu ni mambo matatu, kwamba tunataka nchi hii mpya kwa maana ya kwamba kuna mambo mengi sana. Moja, mtu wa Nungwi apate haki yake ya ardhi yake, afaidike na ardhi yake, ndio rasilimali Mwenyezi Mungu aliyompa. Aliyenyang'anywa arudishiwe, au sio? Kama kuna mtu anakuja kutaka ardhi yako awekeze, afanye biashara, ufaidike wewe, asitoke mtu usikomjua akawa yeye ndio anayefaidika. Tunataka mtu akiwa na haki yake akenda mahakamani, usiwe na mtu ambaye anamwambia hakimu, au hakimu anaogopa kutoa hukumu kwa sababu anaogopa atachukuliwa hatua. Tunataka watu wote wawe sawa kwenye nchi hii. Tunataka utumishi waliopewa dhamana ndani ya utumishi wa umma wawatumikie wananchi, wasiwe wanasiasa wakatumikia vyama vyao au waliowaweka. Tuache wanasiasa wafanye siasa, mtumishi wa umma afanye nini? Awatumikie wananchi. Tunachotaka sisi ni kwamba tufike pahala. Kuna mzee wetu kule Pemba moja alimwambia Mzee Jumbe, mbona kuna watu wanunua punda wakapanda punda, sisi tumenunua punda twapandwa ni punda? Kwamba yule punda akufae kupeleke safari yako, au sio? Lakini ukinunua punda ikawa wewe punda ndio umembeba mgongoni, maisha gani? Maana yake ni kwamba watu huwa na serikali ikawatumikia, sio wao wakawa watumwa wa serikali. Tunataka nchi hii iwe na heshima, mtu aishi kwa heshima, aishi kwa kujiamini uko nchini kwake. Tunachotaka Zanzibar moja, kusiwe huyu wa wapi huyu wa wapi. Tunachotaka Zanzibar yenye mamlaka yake kamili ya kuendesha shughuli zake. Hayo ndiyo mambo ambayo mimi naomba tukiyajua hayo, tutajua kwamba hatupambanii sisi, tunapambania jambo la haki katika nchi, tunapambania jambo ambalo ni wajibu, na kwetu sisi tunachukulia kwamba hii ni sehemu ya ibada, kupambania haki, kupambania haki ya nchi, haki ya watu, kupambania umoja wa watu, mshikamano wa watu. Na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hii Ramadhani amali zetu tulizofanya, ibada zetu tulizofanya, basi iwe ni dua ya kutuwezesha nchi hii tufike hapo tunapotaka kufika. Mimi baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru tena sana, niwatakie tuendelee na furaha hii ya Idi. Kwa wanaofunga sita, inshallah Mwenyezi Mungu ajalie wamalize nao kwa salama, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie mafunzo tuliyoyapata pamoja na yale tuliyoyaona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi inshallah iwe ni sababu, iwe ni sadaka zetu ambazo Mwenyezi Mungu amezitakabalia kwa ajili ya kuipeleka mbele nchi hii. Kweli tuishi kwenye amani ya kweli,
tuishi kwenye mshikamano wa kweli, tuishi kwenye upendo wa kweli, kwa sababu huo ndio utakaoleta ustawi wa nchi na wananchi wao. Nawashukuru sana baada ya kusema hayo. Asante sana.